Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Fatma Hassan. Tanzania imewakaribisha wawekezaji kutoka Uturuki kuwekeza katika sekta mbalimbali za kimkakati zikiwemo viwanda, kilimo, utalii na miundombinu, huku Uturuki ikiahidi kuendelea kuunga mkono miradi ya maendeleo kupitia taasisi zake. Tupate taarifa kamili. Ukaribisho huo umetolewa jijini Dar es Salaam na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Saidi Shaibu Musa, wakati akihitimisha mkutano wa kwanza wa mashirikiano ya pamoja kati ya Tanzania na Uturuki uliowakutanisha watendaji wa sekta za diplomasia, elimu, afya, miundombinu, kilimo, ulinzi, usalama, biashara na uwekezaji, ambapo amesema majadiliano katika mkutano huo yamegusa sekta zote muhimu. Ikumbukwe kuwa mkutano huo ambao ulianza na Mei 4 ni mwendelezo wa utekelezaji wa makubaliano ya viongozi wakuu wa nchi mbili ambao ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Uturuki Recep Tayyip Erdogan, yaliyolenga kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu wa mataifa mawili. Rais alifanya ziara nchini Uturuki mwaka 2024 na alikutana na mwenzake na walikubaliana mambo kadhaa. Sisi ni watekelezaji wa maagizo na maelekezo ambayo walikubaliana, sisi ndio watekelezaji. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki, Volkan Ishikshi, amepongeza mapokezi na ushirikiano uliopo, akisisitiza kuwa nchi yake iko tayari kuendeleza mahusiano katika sekta mbalimbali za afya, elimu, ulinzi na utamaduni kwa manufaa ya pande zote mbili. Ningependa pia kuelezea tena Jamhuri wa Uturuki, sisi tuko tayari kama serikali, tuko tayari tushirikiana mambo ya ulinzi, mambo ya afya, mambo ya kilimo, mambo ya usafirishaji, mambo ya elimu na utamaduni. Tuko tayari kuelezea na kuboresha kati ya nchi yetu mbili. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Bodi ya tumbaku imewaonya wakulima wanaofunga mitumba ya tumbaku kwa kuchanganya kwa makusudi michumo yenye ubora na isiyo na ubora, na kwamba kufanya hivyo ni kosa kisheria na atakayebainika atatozwa faini ya shilingi 500 ama tumbaku yake itataifishwa na kuwa mali ya umma. Taarifa zaidi na Rozi Chapewa. Zao la tumbaku linaelekea kwenye msimu wa soko. Na katika msimu uliopita zimeonekana baadhi ya changamoto zinazofifisha ubora wa zao hilo katika mkoa wa kitumbaku Chunya, ambazo ni pamoja na ufungaji unaochanganya tumbaku na uchafu maarufu ngulai. Kutokana na hili, kimefanyika kikao ambacho kimeshirikisha uongozi wa wilaya Chunya, bodi ya tumbaku, vyama mbalimbali vya msingi, ofisi ya mrajisi msaidizi mkoa wa Mbeya na Songwe, na chama kikuu cha ushirika wa tumbaku CHUTCU, kikao ambacho kimejadili changamoto hizo na kuweka maazimio. Wamekuwa wakichanganya michumo ya chini na juu, yenye ubora wa chini na wa juu, yenye rangi tofauti tofauti, na hiyo huwa inaleta athari. Naomba tuweze kutengeneza mazingira ambayo yatakwenda kupelekea zao letu kuwa endelevu katika wilaya ya Chunya. Mkuu wa wilaya Chunya Mbaraka Alhaji Batenga akatoa maelekezo kwa wakulima ambao ni pamoja na kila mkulima kuuza tumbaku yake kwenye chama chake cha msingi. Tufanye msimu wa mfano kwamba inawezekana tukauza tumbaku safi isiyokuwa na mashaka. Viongozi wa wakulima wanasema watasimamia vyema ufungaji wa mitumba ya tumbaku, lakini wakalalamikia baadhi ya makampuni kuona upendeleo wakati wa manunuzi. Chanzo kikubwa ni kukosekana kwa haki sokoni. Tena kufanya vikao nao, tutahimiza pamoja na kusimamia 100% ili kuepusha migogoro ya ngulai. Upande wa wakulima, hiyo michanganyiko inaenda kuishi. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Eden Bahati atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.